Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haikutokea kwa bahati, bali ilijengwa na waasisi wetu kwa maono na matendo yao. Na kama ilijengwa, ni wazi ipo misingi iliyoifanya nchi hii yenye zaidi ya makabila 126 kusimama kama taifa moja lenye mshikamano. Hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amewahi kusema katika moja ya hotuba zake kuwa wakati tunapata uhuru, kama nilivyorudia, tulioachiwa ilikuwa ni mkusanyiko tu wa makabila, lakini kwa dhamira na utashi wa waasisi wetu waliamua kujenga taifa moja imara, kama nilivyosema, lisiloendeshwa kwa misingi ile ya kidini na kikabila. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, hayati Kwame Nkrumah alipozungumzia umajumui wa Afrika, mara nyingi alisema, ukitaka kumla tembo lazima mkate vipande vipande, akimaanisha haiwezekani kuinyonya Afrika ikiwa imeungana. Kwa bahati mbaya, ndoto yake ya kujenga taifa moja la Afrika, yani the United States of Africa, haikutimia hadi leo. Afrika ingali vipande vipande na bado haijajikomboa kiuchumi. Hapana shaka falsafa hii inazihusu pia nchi moja moja, kwamba nchi ikiwa na umoja na mshikamano itakuwa vigumu kuinyonya na kuitawala kisiasa au kiuchumi. Mataifa mengi yenye rasilimali nyingi yamehujumiwa na kuingizwa kwenye migogoro ili kurahisisha uvunaji wa rasilimali zilizomo kwenye nchi hizo. Na kwa hakika, moja ya sababu kubwa ya umaskini wa Afrika ni migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambayo ukifuatilia kwa karibu, wapiganisha yupo nje na anaendelea kufaidika na rasilimali za nchi hiyo. Ndugu zangu wa Tanzania, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Niwaombe sana tuendelee kuimarisha umoja na mshikamano wetu ili tusitoe nafasi ya kuvurugwa na maadui wa nchi yetu. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, katika nukta hii ninaelekea sasa kuzungumzia matokeo ya Oktoba 29, 2025. Tutakuwa tunajidanganya tusiposema ukweli kuwa yaliyotokea wakati ule yalitikisa taifa letu. Kwa kweli yalitutikisa. Waswahili tunasema kupotea njia ndio kujua njia. Tumegusa kala moto na tumejifunza. Tume imetueleza kwamba uchunguzi umebaini kuwa ghasia zilizotokea zilipangwa, ziliratibiwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo na vitendea kazi vya kufanyia uhalifu na uharibifu. Hali kadhalika imebaini kuwa malengo ya wahusika hao yalikuwa ni kuvuruga uchaguzi na kutengeneza ombwe la uongozi ili nchi isitawalike. Na ndio maana ghasia zilianza siku ya uchaguzi. Ili kutimiza azma hiyo, tumeelezwa kuwa wahusika walilenga miundombinu muhimu na kuvuruga mfumo wa huduma za jamii ili kuathiri uchumi na kuidhoofisha serikali. Wataalamu wa sayansi za siasa mliopo hapa nasi na yoyote mwenye uelewa wa masuala ya uongozi wa nchi, mnaweza kutafakari nini kingetokea endapo malengo ya wahusika wa ghasia au vurugu zile yangefanikiwa. Bila shaka jitihada za vyombo kudhibiti ghasia na vurugu zile ndio imefanya Tanzania iwe leo ilivyo. Vinginevyo tungekuwa tunazungumza hadithi nyingine. Lakini hapa, mwenyekiti, haimaanishi kuwa kwa wale ambao tutabaini wamekiuka sheria na taratibu za kazi zao kwamba hatutawajibisha, tutawajibishana. Waheshimiwa viongozi na Watanzania wenzangu, kufuatia ghasia zile, kumekuwa na taarifa nyingi zilizotolewa bila usahihi. Makundi mbalimbali na baadhi ya watu mmoja walikuwa wakitoa takwimu za vifo na walioathirika bila ya kuwa na uhakika.
Takwimu hizo ama zilikusudia kufifisha au kuzidisha, kutia chumvi kiwango cha madhara yaliyotokea. Wazee wetu walisema, kweli ikidhihiri uongo hujitenga. Leo tumepokea takwimu zilizochambuliwa vizuri na tume hii. Tume imewasilisha taarifa yake inayotokana na uchunguzi wa kitaalamu na ukweli umebainika. Takwimu za idadi waliokufa, waliojeruhiwa na waliopata madhara mbalimbali zimechambuliwa na tume na tumezisikia. Aidha, tumeelezwa kuhusu uwepo wa madai ya baadhi ya wananchi ambao hawajaweza kuwaona ndugu zao au jamaa zao baada ya vurugu zile. Niwaahidi kuwa kama tume ilivyopendekeza, serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa kina na wa kitaalamu ili tujue mambo haya kwa usahihi wake. Pendekezo la tume tumelipokea na tutalifanyia kazi na hatutachelewa. Ndugu zangu,